katika mambo yote Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao. Tumsifu Yesu Kristo. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi, tusikilize na tufanye yote upya. Wapendwa katika Kristo, jioni hii tumekusanyika hapa tukiwa kwenye kumbukumbu ya Mtakatifu Marta, na masomo ya kumbukumbu hiyo mojawapo ndio hilo tumelichukua katika kawaida kwa sherehe mbalimbali za wanawake. Mstari huo katika barua kwa Waroma sura ya 8 mstari wa 28 mpaka 30. Lakini nimeguzwa na kufananisha anayosema Mtakatifu Paulo hapa na mstari wa kwanza. Tunajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao. Mungu hufanya kazi. Nikaona kwamba hawa vijana wetu wanaojiandaa jioni hii, mashemasi watatu, mafrateri watatu watakao kuwa mashemasi na vijana mashemasi 17 watakao kuwa mapadri, mashemasi 16 ni wa Jimbo Katoliki Moshi na shemasi mmoja wa shirika la Warusmini. Sasa kwanza kabisa, kama maandiko yanavyosema tena mahali pengine, aliwachagua vijana wetu, aliwajua na kuwachagua tangu mwanzo kwa kusudio lake. Tangu mwanzo, kama tulivyosikia kwenye somo la pili Jumapili, aliwajua na kuwachagua tangu mwanzo kwa kusudio lake. Tunaanza kuona kwamba kusudio lake ni kwamba vijana hawa watakaopewa ushemasi na hata wa upadri, aliwapenda wamtumikie katika wito wa upadri. Alama zimeanza kuonekana kwamba kwa hakika aliwachagua hawa kwa kusudio na kuwapenda, akawachagua wamtumikie katika wito wa upadri. Alama zinaonekana, ndio maana kesho wataingia kwenye hizo sakramenti mbili. Mafrateri wataingia kwenye sakramenti ya ushemasi na mashemasi atawaingiza katika sakramenti ya upadri. Kumbe aliwafahamu na akawachagua kwa kusudio lake. Lakini sasa anatuambia kufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao. Sisi lengo letu tunapokuwa tumepewa zawadi kubwa namna hii katika kanisa, kwanza kabisa tunapaswa kwa magotini tukimshukuru Mungu kwa zawadi hii kubwa namna hii katika kanisa lake takatifu, lakini kwa namna ya pekee katika kanisa la Tanzania, na kwa namna ya pekee tena zaidi katika kanisa la Moshi. Tunapaswa kumshukuru Mungu sana, na hasa tunapojua jinsi ulimwengu wa sasa hivi ulivyo mkavu kwa mito mitakatifu, kwa mito ya upadi na utawa. Ulimwengu ni mkavu kweli, lakini tunapendelewa kwa namna ya pekee kupewa hii zawadi. Kesho
kama akipenda yawe kama alivyo wachagua kwa kusudio lake tangu milele, watakuwa mapadri. Tutakuwa na mapadri 16. Mapadri 17 na mafrate na mashemasi 3. Sisi ili sasa, kumbe anasema anafanya Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao. Anayo kazi anayotaka vijana wamfanyie katika kanisa lake, kwa hakika iko katika lile kusudio lake. Sasa tumeanza kuona hilo kusudio lake linavyokwenda. Kwanza kabisa kuwachagua wawe mapadri, wawe makuhani katika kanisa lake. Sasa bado linaendelea kufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao. Hilo ndilo ambalo tunawaombea sana hawa vijana wetu tunaoandaa kwa hilo jambo kubwa kesho. Wawe ni wapenzi wa Mungu, wamsikilize sana Mungu katika wito wao, katika safari yao ya wito. Wamsikilize sana Mwenyezi Mungu katika sala, katika tafakari zao za kiroho, katika neno lake takatifu. Wamsikilize kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye anaongea na sisi kwa namna mbalimbali, ili waweze kutimiza mapenzi ya Mungu, ili Mwenyezi Mungu anapoona wanafanya hivyo, wanajitahidi hivyo kufanya yale ambayo anapenda, basi afanikishe ndani yao kile alichokinuia. Hatujui amewanuia, hatujui ana mpango gani nao wa mbali. Bado hawa ni vijana wabichi kabisa. Hatujui ana mpango gani nao katika safari yao ya upadri. Maana hata hawa mafrateri wanakuwa mashemasi, wanakuja tu tunasali nao mwaka ujao Januari wanakuwa mapadri, Mungu akipenda. Lakini kwa nini Mungu anapenda wawe mapadri? Ana mpango gani nao? Mwamfanyie nini? Sasa tunawaombea ili wajiandae vizuri, wawe vizuri, waweke maazimio ya kufanya kazi ya upadri, utume wa upadri, wakiwa wanamsikiliza daima Mungu, ili wafanye kazi yake, wasije wakalete mambo yao katika wito mtakatifu. Wafanye hiyo kazi yake kwa uaminifu kamili, kwa uaminifu kamili. Na hapo ndio wito wao utakuwa na maana sana kwao, na wa maana sana kwa wale watakaokaa nao. Yaani padri mwema, padri mtakatifu, padri mwaminifu katika parokia yote anayokaa, katika taasisi yote anayokaa. Yaani anabadilisha wale watu wote, anawabadilisha, wanafanana naye. Na hata wengine basi wanasema ngoja tutapania kumpita padri. Padri mwema, niliwaambia niliwauliza kule Marekani ni kwa nini, niliwauliza wale kina mama, ni kwa nini hiyo sala mnasali kila siku? Kila siku mnasema kwamba tunamwomba Mwenyezi Mungu alijalie kanisa Katoliki mapadri wema, waaminifu na watakatifu. Kwa nini mmependa sana hayo maneno, hayo maeneo matatu? Wakaniambia tukiwa na mapadri wema, waaminifu na watakatifu, kanisa litabadilika sana na ulimwengu utabadilika sana. Ni fadhila zinazobadilisha sana mambo, hata penye ubaya kabisa. Kama mapadri ni wema, ni waaminifu na watakatifu, wanabadilisha kila kitu. Yaani institution au taasisi inabadilika, parokia inabadilika,
jumuiya zinabadilika na familia zinabadilika. Sasa ni lazima tuwaombee sana hawa vijana wetu, hawa wapendwa wetu, wamsikilize Mungu Roho Mtakatifu, wamsikilize sana Mungu katika safari yao ya wito, hasa katika sala zao, katika tafakari zao, katika neno lao, katika utume wao. Wamsikilize Mungu ili waweze kufanya anavyopenda, ili sasa afanikishe, Mungu aweze kufanikisha aliyokusudia ndani yao, aliyokusudia ndani yao, na umana wao na tuzo lao litakuja wakati ambapo watakuwa wamefanya kwa kadiri Mwenyezi Mungu alivyopanga, alivyopenda wamfanyie hiyo kazi, alivyokuwa amepanga na kutegemea wamfanyie hiyo kazi. Watakavyoifanya vizuri, basi hapo watakuwa wametembea katika wito wa upali vizuri, na wameuadhimisha vizuri, na wamekuwa ni sababu ya watu wengine kumpenda Mungu, kumpenda Yesu, kulipenda kanisa. Ndugu zangu, tuwaombee sana. Sasa hivi wataungama kanuni ya imani. Maana yake nini? Kanuni ya imani nimeshawaambia tena, imefunga mafundisho yote ya Kanisa Katoliki, yamefungwa, ni katekesi kuu. Ndio maana inaitwa kanuni, maana yake sheria. Kanuni ya imani maana yake sheria ya imani. Yale yote yaliyoko kule ndani ni lazima wayameze, na hayo ndiyo kitabu chao cha kwanza cha kuwafundisha watu, hiyo katekesi iliyofungwa ndani ya kanuni ya imani. Kanisa Katoliki imefunga mafundisho yote makuu yote katika kanuni ya imani. Sasa wanapoyaungama hivyo, maana yake ni kama wanaambiwa wayameze, na ndiyo chakula chao cha kuwalisha watu. Tunawaombea waweze kuwa daima hai katika kuyatunza mafundisho hayo matakatifu, katekesi utakatifu, kwanza kwa kuiungama kwa njia ya maisha yao wenyewe, lakini pia kwa kuwafundisha na kuisisitiza kwa wale wote ambao watawekwa mikononi mwao. Na hiyo ndio itakuwa ndio njia yao ya kufanya yale ya mapenzi ya Mungu, yale ambayo Mwenyezi Mungu anategemea kwao, kuandaa watu wamjue, wampende, wamtumikie, na baadaye wakaishi naye mbinguni kwa milele yote. Kusudio kubwa la Mungu ndio hilo, kwa kila binadamu alimuumba kwa mfano na sura yake, na anataka vijana walisaidie kanisa pamoja naye kufanya hayo. Ndugu zangu, tuwaombee, sio jioni hii tu, lakini naomba tutembee nao katika sala, tutembee nao katika safari yao ya wito ambao sasa unagongwa muhuri na mama kanisa kwamba ndio huo, hawana tena namna nyingine ya kutoka huko. Tuwaombee sana wadumu huko kwa uaminifu. Tumsifu Yesu Kristo.